Halmashauri ya wilaya ya Mbinga imepanga kutoa kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 800 kwa ajili ya mikopo ya 10% kwa makundi ya wanawake, vijana na wenye ulemavu, ambapo halmashauri hiyo imekabidhi kiasi cha shilingi milioni 500 kwa vikundi 25. Pamoja na mikopo hiyo, kadi 2 za bajaji zimekabidhiwa kwa kikundi cha vijana Fast ambao wamemaliza mkopo wa shilingi milioni 17. Akizungumza katika hafla hiyo, mbunge wa jimbo la Mbinga Vijijini Benaya Kapinga amesema ili kuondoa malalamiko ya wanufaika wa mikopo ya 10%, wataalamu wanapaswa kutenda haki na kuzingatia miko ya kazi yao. Kwa moyo wa dhati kabisa niwashukuru halmashauri yenyewe. Mkurugenzi, asante sana. Wataalamu wetu, asanteni sana. Ninawashukuru kwa sababu mmekuwa ndio watekelezaji wa haya maelekezo. Mnaweza kutambua kutekeleza haya maelekezo kulikuwa na changamoto nyingi sana. Baadhi ya halmashauri walikuwa wanatenga hizi fedha, lakini kufuata ule utaratibu wa 442 ilikuwa shida sana. Lakini hata kufuata tu utaratibu wenyewe wa 10% yenyewe, baadhi ya halmashauri ilikuwa shida. Nyinyi katika halmashauri hatujawahi pata mgogoro wowote katika kutekeleza. Mimi nawashukuruni sana. Lakini nawashukuru kwa dhati pia kwa namna mnavyopata hizi fedha. Kwa sababu afisa maendeleo, wewe utakumbuka mwaka 2020 tunaingia hapa, kulikuwa na hela kidogo sana. Zilikuwa hazizidi hata milioni 150, si ndio? Kwa hiyo alilokuwa anasema mwenyekiti wetu wa chama hapa kwamba kulikuwa na misongamano mikubwa ya vikundi, misongamano mikubwa ya watu wanaotaka mikopo hii, kasungura kalikuwa kidogo. Binafsi nilichukua initiative, mimi kama mbunge nilikaa na management, tulikaa kikao pale, niliwaomba sana wataalamu wetu na nikawasihi kwamba kila mtaalamu kwenye nafasi yake atimize wajibu. Na nawashukuruni sana wataalamu, mlilipokea lile, mkafanya kazi vizuri. Mwaka ule wa fedha tukaenda zaidi ya bilioni 3. Zaidi ya bilioni 3. Maana yake ni nini sasa? Maana yake kwenye asilimia kwenye milioni 100 tulishahama, tukaenda kwenye milioni 300. Mwaka uliofuata tukaenda zaidi ya milioni 400. Mwaka uliofuata 500. Mungu awape nini. Tunazidi kuwaombea wataalamu wetu, muendelee kusimamia fedha ziongezeke na wananchi wetu wanufaike kama wanavyonufaika. Kisare Makori ni mkuu wa wilaya ya Mbinga, ameipongeza halmashauri ya wilaya ya Mbinga kwa kusimamia vizuri ukusanyaji wa mapato katika halmashauri hiyo. Ilikuwa imepanga kufanya mujibu wa zile makisio ya makusanyo ya fedha kwa mwaka wa fedha shilingi bilioni 8.4. Sasa hivi tunapozungumza, huu mwezi wa 4, leo ni tarehe 4, halmashauri yetu ya wilaya ya Mbinga imeshakusanya shilingi bilioni 10.3. Na hii ni muhimu ndugu zangu, kwa sababu fedha hizi tunazokokotoa ili upate 10% inategemeana na kiwango cha makusanyo yako ya kila mwezi. Maana yake nini? Kabla halmashauri yetu tunapokusanya zaidi, wanavuka hata vile viwango vya makisio ambavyo vilikuwa vimewekwa kwa ajili ya kupeleka kwenye hicho kikapu cha 10% ya kuwapa vikundi vya vijana, wanawake na watu wengine. Na baadhi ya wanavikundi ambao wamepokea mikopo hiyo wamemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwapatia mikopo hiyo ambayo itakuwa na tija kubwa katika kujikwamua kiuchumi. Wanapata fursa hizo kwa mikopo, wasiogope, waje wajiamini. Cha msingi ni kujiamini, kufanya kazi kwa pamoja kwa bidii. Ila tunapofanya kazi tusije tukatorokana njiani, baadaye unamwachia mtu msala mgumu, deni kubwa alafu unatoroka, inakuwa sio vizuri. Cha msingi tuungane wote, tufanye kazi. Vijana msiogope, mje mchukue mikopo, fursa kwetu. Tuna mpango wa kuendeleza, tuchukue tena hela nyingine, tununue hata matrekta au tuongeze bajaji zingine tupeleke jeza ya hospitali yetu ya wilaya, maana changamoto ya bajaji hapa sasa hivi ni ndogo sana.
Sisi ni wanachama, tuko wana kikundi watano, tumechukua mkopo wa shilingi milioni 20 kwa ajili ya ushonaji pamoja na duka la vifaa vya ufundi. Lakini changamoto zipo kwenye marejesho kwa wenzetu. Mimi ni mara yangu ya kwanza, kwa naahidi kulipa, lakini nimejifunza kwa vikundi vilivyopita. Wapo waliofanikisha kulipa kwa wakati na wapo waliosumbua. Kwa hiyo changamoto ya wale waliochelewa kulipa imenifanya nijifunze, na wao waliowahi kulipa pia imenifanya nijifunze. Mikopo hii inatusaidia kuinua maisha yetu kiuchumi, kupeleka watoto shule pia na kujiendeleza, yani kuinuka toka ulipokuwepo kuelekea hatua nyingine. Halmashauri ya wilaya Mbinga ni moja ya halmashauri ambazo zimekusanya zaidi mapato ya ndani na kuvuka lengo, ambapo halmashauri hiyo ilipanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 8.4, lakini mpaka sasa halmashauri hiyo tayari imekusanya kiasi cha shilingi bilioni 10.3. Hii ni Toka Zamani TV, mimi ni Shehane Mzaina. Updates zaidi zinapatikana hapa. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, lakini pia usisahau kucomment, kushare na kulike.